Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante. Bwana, moja kati ya watu ambao pengine wanapitia maumivu makali sana ni mashabiki wa wekundu wa Msimbazi Simba mara baada ya kukubali kichapo cha magoli 2-0 kutoka kwa watani zao wa jadi Yanga, ambao jana wametangazwa kuwa mabingwa wapya wa ligi kuu soka Tanzania bara maarufu kama NBC kwa mwaka 2024-2025. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu pia ya rekodi ambayo Yanga ameiweka. Tunafahamu ni kwa mara ya 5 mfululizo Yanga wanaibuka na ushindi dhidi ya wekundu wa Msimbazi Simba, lakini wametangaza ubingwa wa 31 toka kuanzishwa kwa ligi kuu soka Tanzania bara. Sasa ukiachana na maumivu ambayo mashabiki ya wekundu wa Msimbazi Simba wanayapitia, bwana, pia wachezaji wa wekundu wa Msimbazi Simba ni moja kati ya watu pia ambao wanaumizwa ama wameumizwa na matokeo ambayo wameyapata dhidi ya Yanga. Sasa moja kati ya watu ambao wameonyesha hisia zake kuhusiana na matokeo ambayo waliyapata ni pamoja na nahodha wa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba Mohamed Hussein Shabalala, ambaye tuliona mara baada ya mchezo kutamatika aliweza kuzungumza, na unaona kabisa namna ambavyo anazungumza ni mtu ambaye anaumia kutokana na kile ambacho hawakukitarajia hiyo jana kwenye mchezo dhidi ya Yanga mara baada ya kukubali kichapo cha goli 2-0. Tunafahamu ni mchezo ambao ulikuwa unatoa hatima ya nani anakwenda kuwa bingwa wa ligi kuu soka Tanzania bara, na Yanga wakaibuka machampioni mara baada ya kuibuka na ushindi huo wa magoli 2. Sasa wakati anafanya mahojiano, bwana Mohamed Hussein alizungumza na akasema hana cha kuzungumza, lakini anasema walijiandaa kushinda kila kitu, lakini bahati mbaya wamekosa kila kitu. Of course ukitazama wekundu wa Msimbazi Simba waliingia fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika, wakatolewa ama wakafungwa na klabu ya Berkane kutoka kule Morocco na kuweza kunyanganywa taji la kombe la shirikisho barani Afrika, lakini nusu finali ya kombe la CRDB waliweza kufungwa na klabu ya Singida Black Stars. Kwa hiyo unaweza kuona pia namna ambavyo pia wametoka kulikosa taji ya ligi kuu soka Tanzania bara dhidi ya Yanga. Sasa ukiachana na kile ambacho alikizungumza mara baada ya mchezo huo, bwana, kupitia kwenye ukurasa wa Mohamed Hussein Shabalala ambaye ndiye nahodha wa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, bwana, ameandika ujumbe mzito sana, ujumbe wenye hisia, ujumbe ambao unaona kabisa ni moja kati ya watu ambao wameguswa. Tunafahamu ni moja kati ya wachezaji ambao wamecheza dabi nyingi kuliko mchezaji yoyote, dabi takriban 15 za Simba na Yanga. Mohamed Hussein ni moja kati ya wachezaji ambao wameshiriki dabi nyingi sana, lakini ni moja kati ya wachezaji ambao wamedumu kwa muda mrefu sana ndani ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba toka aliposajiliwa kutoka ndani ya klabu ya Kagera Sugar. Sasa kupitia kwenye ukurasa huo wa Instagram, Mohamed Hussein Shabalala unaosomeka hivi, anasema kwanza nimshukuru sana Mwenyezi Mungu wa rehema kwa kutuwezesha kuanza ligi na kumaliza salama. Pili, uongozi chini ya mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi Mohamed Dewji na makamu wake Mutaza Mangungu, benchi la ufundi, management, wanachama na mashabiki yote kwa kuwa bega kwa bega nasi mpaka mwisho wa msimu. Kwa mashabiki wetu, sijui nitumie maneno gani kuelezea shukrani zangu za dhati kwenu kwa mapenzi yenu makubwa kwetu. Hakika tuna deni la kulipa kwenu. Anasema siwezi kukompea na kitu chochote kwenye swala la kutupa nguvu na kutupigania ndani na nje ya uwanja, iwe kwenye jua kali au kwenye mvua mliokuwepo. Katika kila nyakati ngumu hamkukata tamaa, hamkutuacha. Mwenyezi Mungu awabariki sana. You are the true heroes. Ndicho ambacho amekiandika Mohamed Hussein Shabalala, lakini akamalizia kwa kuzungumza kwamba mwisho wa msimu mmoja ndio maandalizi ya msimu mwingine. Inshallah next season tutafanya vizuri zaidi. Bwana, huo ndio ujumbe wa Mohamed Hussein Shabalala, nahodha wa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Ameandika ujumbe huu kupitia kwenye ukurasa wake wa Instagram mara baada ya matokeo yale ya kuweza kupoteza mchezo muhimu kabisa, unaweza ukasema mchezo wa kuamuru nani bingwa
wa ligi kuu soka Tanzania bara, kwa sababu kabla ya mchezo ule tunafahamu kwamba Yanga walikuwa wakiongoza msimamo wakiwa na pointi zao 79, wakati Wekundu wa Msimbazi Simba walikuwa na pointi zao 78. Sasa mara baada ya mchezo ule Yanga walifikisha pointi 82, Simba wakibakiza pointi zake zile 78. Kwa maana hiyo Simba jana walikuwa wanahitaji ushindi ili waweze kutawazwa machampioni wapya wa ligi kuu soka Tanzania bara. Maana kama Simba jana angeshinda basi angefikisha pointi 81 na kuwaacha Yanga kwa pointi 2 mbele, lakini haikuwa vile ambavyo pengine ilikuwa ni mipango yao, na waliweza kupoteza mchezo huo ambao walikubali kichapo cha magoli 2-0. Sasa mara baada ya ligi kutamatika ni kupitisha kwenye msimamo ambao sasa umemalizika, na bingwa tayari ameshakwisha kupatikana ambaye ni Yanga, na tayari timu zote zimeshakwisha kucheza michezo 30 kila timu, na tuko tunasubiria tu mchezo wa kuhitimisha ambao Yanga wameibuka na ushindi huo wa magoli 2-0 dhidi ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Bwana, iko hivyo kwamba Yanga wamemaliza msimamo wakiwa na pointi zao 82 mara baada ya kuibuka na ushindi huo, wakati Wekundu wa Msimbazi Simba wao wakimaliza nafasi hiyo ya pili wakiwa na pointi zao 78. Tumeona klabu ya Azam FC nao pia wao wamemaliza nafasi ya 3, wakati Singida Black Stars wakimaliza nafasi ya 4. Tabora tumeona wakimaliza nafasi ya 5. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo msimamo umekaa. Azam wao wamemaliza na pointi zao 63 kama ambavyo nimekujuza, nafasi ya 3. Singida Black Stars nafasi ya 4 pointi 57. Tabora nafasi ya 5 pointi 38. Nafasi ya 6 ni JKT Tanzania pointi 36. Mashujaa nafasi ya 7 pointi 35. Coastal Union nafasi ya 8 point 35. Nafasi ya 9 ni Namungo point 35. Nafasi ya 10 ni KMC point 35. Nafasi ya 10 ni KMC point 35. Nafasi ya 11 ni Pamba Jiji point 34. Nafasi ya 12 ni Dodoma Jiji point 34. Nafasi ya 13 ni Tanzania Prisons point 31. Nafasi ya 14 ni Fountain Gate point 29. Nafasi ya 15 ni Kagera Sugar point 23. Nafasi ya 16 na mwisho ni Ken God point 26. Kwa maana hiyo Kagera na Ken God wao tayari wameshakwisha kushuka daraja, wakati mpaka sasa Tanzania Prisons na Fountain Gate wao wanaendelea kukichafua kwenye playoff yao ya kwanza, ambapo tumeshuhudia mchezo kimalizika kwa sare ya goli 1-1. Kwa hiyo atakayeshinda hapa tasalia ligi kuu soka Tanzania bara, na atakayefungwa kwenye mchezo huo atakwenda kucheza kwenye playoff yake ya mwisho ambayo itaamua ni kama anasalia ligi kuu ama anashuka championship. Kwa hiyo huo ndio msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara maarufu kama NBC, mara baada ya Yanga kutawazwa mabingwa wapya wa ligi hiyo. Na nikukumbusha tu kwamba Yanga wamemaliza nafasi hiyo wakiwa wamefunga magoli wamefunga magoli 83 wakiwa wamefungwa magoli 10. Kwa hiyo unaweza ukaona hivyo, wakati Wekundu wa Msimbazi Simba wao wamefunga magoli 56. Kwa hiyo unaweza kuona ni kwa namna gani ambavyo magoli mengi sana yamepatikana kwenye ligi kuu soka Tanzania bara. Lakini unaweza pia ukaona kwamba ni moja kati ya msimu ambao ulikuwa ni mgumu sana. Ukitazama kuanzia nafasi ya 7 mpaka nafasi ya 10 wote wamemaliza wakiwa na point 35, na ukiangalia kuanzia nafasi ya 11 mpaka nafasi ya 12 wote wamemaliza wakiwa na point 34. Kwa hiyo unaweza kuona ni kwa namna gani ambavyo msimu ulikuwa ni mgumu kweli kweli, na mpaka bingwa kupatikana maana yake kuna shughuli kubwa sana imefanyika. Na unaweza ukasema kwamba Yanga wanahitaji kongole kutokana na kile ambacho wamekifanya. Tumeona kiwango bora kutoka kwa wachezaji ambao wamewasajili wengine kwenye dirisha dogo, maingizo kama Patrick Israel Mwenda, lakini pia Jonathan Kangalombo wameingia kwenye dirisha dogo, lakini pia tuliona maingizo kama kila Clatous Chota Chama,
na wengine wengi akina Prince Dube, namna ambavyo wameweza kuitendea haki Yanga mara baada ya kuonyesha kiwango bora. Kwa hiyo kongole yenda kwa klabu ya Yanga, lakini unaweza ukasema kwamba wekundu wa Msimbazi Simba wao, kama ambavyo amezungumza Mohamed Hussein Shabalala, anasema mwisho wa msimu ni mwanzo wa msimu unaokuja. Kwa hiyo wakutane kwenye msimu unao. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.